Ndugu mtazamaji wa Subila Media, katika kipindi chako pendwa kabisa cha maisha yangu, nikukumbushe kwamba huu ni msimu wa pili wa kipindi cha maisha yangu ndani ya Subila Media, na ikiwa ni mwezi wa 5 baada ya vipindi vingine ambavyo mmevitazama na kuvifuatilia ndani ya Subila Media kupita. Leo nimetia maguu moja kwa moja katika eneo la wilaya na Chingwea, lakini kwenye mtaa mmoja ni mtaa wa Matangini. Nimefika hapa kwa ajili ya kuja kupiga story na mdada mmoja ambaye ana mkasa wake, na naomba tufike moja kwa moja katika eneo ambalo yeye anashughulisha na harakati zake, ili tuweze kupata mawili matatu au tuweze kupata mkasa ambao labda unaweza ukatupa kitu cha kujifunza kutokana na maisha ambayo tunayopitia. Anayeongoza kipindi hiki utakwenda kumjua mwishoni mwa kipindi. Mimi naomba tuelekee katika eneo letu la tukio tuweze kupata yanayojiri. Karibu sana. Kwa majina naitwa Ramadhani Rashidi almaarufu Toloka. Kazi yangu ni dereva wa bodaboda. Pia ni kiongozi wa bodaboda. Ni makamu mwenyekiti wa bodaboda. Pia mmenitembelea ofisini kwangu. Shughuli zangu ndo kama hivyo, ofisi yangu. Vinywaji vikali, vileo yani, na maanisha. Napatikana pande za Voda. Ndipo ambapo makazi yangu maalumu na ndipo shughuli zangu ninapofanyia. Naangalia Subila Media. Asanteni. Kama nilivyotangulia awali, ikiwa ni msimu wa pili wa kipindi cha simulizi ndani ya kipindi hiki cha maisha yangu ndani ya Subila Media, na nimekutana moja kwa moja mlengwa wetu ambaye tumekusudia kukutana naye katika simulizi yetu ndani ya huu msimu wa pili kwa mara ya kwanza kabisa tukianza. Kabla hajaanza kuelezea kila alichonacho kusimulia ile simulizi yake, mikasa na vitu vyote ambavyo vimekutana katika maisha yake, ilikuwa ni vema sana tukaweza kumtambua kwa jina, anaitwa nani na shughuli zake zipi, ili aweze kutupeleka moja kwa moja katika ule mkasa alionao. Mambo vipi? Mishe fresh. Bwana, pole sana, lakini Subila Media leo imekutembelea moja kwa moja kwako ndani ya kipindi cha maisha yangu, lakini watazamaji wanataka kutambua wewe ni nani na una kipi ambacho unataka kutuambia, lakini usisite pia kuelezea shughuli yako ambayo unaifanya. Karibu sana. Majina naitwa Asha Saidi, ni mkazi wa California, na shughuli yangu ndo kama unavyoiona hapo, nauza genge, maisha yanaenda. Sawa sawa. Karibu kwa watazamaji, wanatamani kujua nini ulichowaletea leo, kwa sababu tunaamini ndani ya kipindi cha maisha yangu kuna vitu vya kujifunza ambavyo kila mmoja akivisikiliza na kuviona anaweza akapata kitu cha kujifunza. Karibu sana. Kwa mimi yani kitu ambacho sitokuja kukisahau katika maisha yangu kuhusu ndoa yangu. Ndio. Yani ilikuwa hivi, ndoa yangu yani ilivyoanza. Mimi nilitoka zangu hapa nikaenda Mkulanga. Mkulanga kule nilienda kwenye ndoa ya mtoto wa dada yangu. Nimefika Mkulanga, yani kipindi hicho wakati sina ndoa. Si ndio? Alikuwa katika harakati za kusurvive maisha. Harakati za kusurvive maisha, nikaenda Mkulanga. Kwenda kule nilienda kwenye ndoa ya mtoto wa dada yangu, yani alikuwa anaolewa. Ndio. Nimefika kule, kweli tumesherehekea ndoa, ila nikakutana na nani? Kaka mmoja hivi ambaye ndio huyo mume wangu kwa sasa. Nimekutana naye, tukaongea fresh, si unajua tu katika mizunguko nini, tukawa tumependana. Basi nikarudi huku nyumbani. Yaani kule tulishaongea vizuri, mimi nikarudi zangu huku nyumbani. Baada ya kurudi huku nyumbani, tukawa tunawasiliana na yule kaka kwenye simu. Tunawasiliana vizuri tu. Basi mimi nikamwambiaje, kama unanipenda kweli njoo nyumbani, unaona? Akasema haya poa, anakuja. Akawaambia wazazi wake wakamkubalia vizuri tu, akaja mpaka huko. Baada ya kuja huku akaona maisha yangu fresh, tulikuwa naishi tu peke yangu.
Baada ya kufika akawa ananiuliza hapa hakuna mwanaume kweli? Nikamwambia hamna. Kutokana na mazingira yaliyokuta ndani pale. Sitapigwa. Nikamwambia wala upigwe, yani wewe umefika, jiamini, uko nyumbani. Poa. Kweli maisha yakaendelea. Tumekaa pale kama siku 8. Kama siku 8? Kama siku 8 hivi. Tumeishi, yani tumekaa pamoja kama siku 8. Baadaye akasemaje, mimi naondoka kutokana na shughuli zangu, nyumba zangu nyumbani. Nikamwambia haya poa. Akapanda gari lake akaondoka. Lakini alinikuta niko fresh tu, maisha yangu kwamba uyumbi mtoto wa kike. Yani najiamini. Ndio. Unaona? Basi akaondoka zake kwao. Kufika nyumbani kwao, kwa jinsi maisha alivyoyakuta ya kwangu na jinsi tulivyokuwa tunaishi pale, akawaambia wazazi wake, bwana mimi kule nilienda na yule ni mchumba wangu kuanzia. Samani kidogo. Watazamaji, unavyoambia kwamba alitoka Ikwiriri akaja hapa. Alitoka Mkulanga akaja hapa, bado hawajaelewa hapa ni wapi. Naomba uambie kwamba haya yote yalikuwa yanafanyika kutoka Mkulanga kuja na Chingwea. Kuja na Chingwea, yani alipofika hapa na Chingwea niliishi ndani ya siku 8. Baada ya pale yule akaondoka. Baada ya kuondoka kwao, alipofika tu nyumbani akaanza kuwasimulia wazazi wake, bwana mimi kule nimeenda, maisha yalikuwa fresh. Kwa hiyo yule ni mchumba wangu, nahitaji kumuoa. Kwa hiyo sasa hivi nipo kwenye process za nini, za kumuoa. Wazazi walifurahi kwa sababu kwanza walikuwa wananifahamu kutoka huko Mkulanga nilipoenda, na wale wazazi walikuwa wananifahamu kutokana na ule ujirani, ukaribu wa dada na wao. Unaona? Kwa hiyo hawakumpinga, wakasema sawa, tunafurahi na sisi kama mmeamua hivyo, bora uoe mwenetu, tuna mke. Haya poa. Akanipigia simu, bwana mimi huku nimefika tu. Siku ile ile alofika ndo aliongea hivyo, na siku hiyo hiyo akanipigia simu, nimefika, nimeongea na wazazi wangu, wamenikubalia fresh. Kwa hiyo sasa hivi mimi na wewe ni wachumba, napanga hapa ili niende kutoa hela ya barua na maisha mengine yaendelee. Ni sawa? Basi kakaa pale, mimi namsikiliza yeye. Sasa piga story 2-3. Siku ya 4 akanipigia simu, bwana mimi hapa nina hela ya barua, nipeleke wapi? Nikamwambia wewe peleka kwa dada yangu hapo, wewe mpelekee, mueleze kila siku kila kitu, na mimi tayari nishafanyaje, nishawaelezea. Poa. Yule bwana kweli akapeleka hela ya barua. Peleka hela ya barua kwa sababu kwa sisi Waislamu kisha peleka hela ya barua, si ndoa inakuwa, yani hata kama siku ya ndoa unatoa mahali, si ndio? Sio lazima ile kutoa moja kwa moja. Basi kwa hiyo nikamwambia mahali hapo, mahali ndio inabidi utuambie shilingi ngapi. Nikamwambia poa. Kwa hiyo nikaongea mahali jinsi mwenyewe nilivyoitaja, bosi mwenyewe nikaiongea mahali, wakaridhika. Basi maisha yakaenda. Tukakaa kama siku 5 sijui 6, wakapanga tena tarehe ya ndoa. Na wazazi wake wanafurahi fresh tu. Ndoa lini? Ndoa itakuwa mwezi wa kwanza, ambayo ndio 2020. Mwezi wa kwanza tarehe 10. Poa. Kweli huku watu wakajipanga vizuri. Ilipofika tarehe 10 wakafanyaje? Wakaja kuoa. Tumeoana vizuri, na ndugu zao wengi walikuja, kama magari 2 hivi yalikuja pale kutoka Dar, watu walijaa. Yaani hii ndoa ilifanyika hapa pana Chingwea. Barua ilitoka kule kwa dada, ndoa ikaja kufanyika na Chingwea kwa wazazi. Kweli walipofika tumefanya sherehe yetu na mahali ikatolewa pale kwa kiasi nilichokitaja. Maisha yakaenda siku ile ile. Samani kidogo. Kwani huwezi kutuambia mahali ilikuwa shilingi ngapi? Alisiri. Mahali ilikuwa 800,000. Hongera sana bwana. Basi tukaondoka zetu. Siku ile ile tumefunga ndoa, tukaondoka saa 2 usiku kuondoka kwenda Dar. Basi tumeanza safari sisi. Tukaondoka, tumefika siku ya pili alfajiri saa 11. Kumbe kule kulikuwa na sherehe tena, waliandaa wazazi wa siku ya pili naambiwa mama hapa kuna sherehe, kwa hiyo inabidi uende saluni. Kweli pale mimi nikakubali, tukaenda saluni kujipamba, kurudi, sherehe ikafanyika vizuri. Tumekaa, ndoa sherehe ilivyoisha
tumekaa kama siku 5 hivi. Nikamwambia bwana, ilikuwa mwezi wa kwanza, si ndio? Nikamwambia mimi nimeandaa shamba nyumbani la ufuta, kwa hiyo inabidi niende, na huu mwezi wa kwanza inabidi niende nikafanyaje, nikaandae maandalizi nishayaandaa, ila nikapande nini. Yule akasema poa, na mimi nakuja. Basi hela ipo, shapu kwa nini tukakata tiketi zetu kule, hatukuchelewa yani nilivyomwambia hivyo. Ndani tarehe 15 na hisi mwezi wa kwanza. So tarehe 15, yani hatukukaa sana pale, tumekaa ndani ya siku kama 4. Siku ya 5 sisi tunageuza huko shambani. Kweli tumekuja, tumefanya kazi, kumbe sasa mtimbwili likaanza hapo. Sisi tumekuja huko, wazazi wawili pale wakaongea. Mwenetu ameenda kule, sio ndo basi tena huko arudi. Huyu Wili ni nani? Wakwe zangu yani. Kati ya baba na mama. Baba na mama. Yule mtoto sasa baba akawa anasema hapana, yule ameenda kutafuta, hata mimi mbona napenda niende kule. Unaona? Ukaa sehemu moja na kwa sivyo. Na wale wameenda tu shambani alafu wanarudi. Kila kitu kipo huko. Unaona? Haya poa. Basi. Hiyo picha ndo wanaifanya wawili kati ya baba na mama, wanaongea kule wawili. Si atu mimi mwenyewe hata mume wangu haelewi chochote. Hatuelewi hili wala lile. Basi. Kumbe wale wanavyoyaongea wakayaweka wapi? Moyoni. Tukaondoka, tushamaliza kulima nini, tumekatia mafukutu sisi, tukaondoka zetu Mkulanga. Tumefika Mkulanga, kumbe yule mwenzangu akaambiwa, yule si wazazi wake, akaambiwa mwanangu, huko unakoenda tayari wanaanza kumjaza maneno. Huko unakoenda siko, huko wanakula watu. Wanafanyaje? Wanakula watu huko na Chingwea, wanakulana yaani wanakula watu wenyewe kwa wenyewe, wanatafunana. Yaani wakazi wana Chingwea. Tunakula watu. Tunakula binadamu wenzetu. Bwana. Huko sio kuzuri. Nilikaa ndani kwa ujeuri tu wa kufanya zoezi moja la kujifanya kuwa trafiki wakati nimelewa, kusimamisha gari la polisi na kuwauliza kwa nini nimejaza sana. Kweli na yule sawa alikuja hakuona yale mazingira, lakini akaona inawezekana kweli wanaoniambia labda walifunika makucha yao. Na yule akaanza kujawa na hofu. Huko kwa hiyo mlivolima, watu tumelima, ndio hivyo tushamaliza. Sasa usiende tena. Kama masuala ya kwenda kuvuna nenda wewe, nenda aende yeye, wewe baki hapa. Kumbe yule alikuwa na mke, yani mke wake wa kwanza. Huyu mumeo huyo. Alikuwa na mke wake wa kwanza. Kwa hiyo yule mke wake waliachana. Kuachana kwao mimi hayo siyataki kuyasimulia. Hayanihusu. Hatuhusu. Kwa hiyo walivyoachana ndo yule baada ya kunioa mimi, sasa yule mwanamke akawa anaongea maneno na wakwe zake. Unaona, anawapa pressure kwamba huko wanakula watu, sijui huko aliko, yani huyo mmemkosa mtoto wenu hawezi kurudi tena. Unaona, sasa na wazazi wakajaa, ndo wakaanza maneno na mtoto wao. Kweli mtoto wao akasema mimi siendi tena, mimi sijui lolote. Tumeishi pale, tumekaa hivyo, watu wananipigia simu, bwana ufuta huku uko tayari, njoo ukate. Nikaanza sinakana mume wangu, bwana mume wangu ufuta tayari. Akaanza kusema mimi siendi, wewe nenda tu kwenu. Si tumeenda kulima wote, hata kama tukalima wote wewe nenda, mimi nitakuandaa kila kitu, wewe nenda tu. Sawa. Kweli mimi nimetoka pale, akaniandalia kila kitu, nikaondoka. Kafika huku, nafika tu kule yule mwanamke kashafika. Yule ambaye alikuwa mke wake. Amefika. Kufika pale sasa sijajua kilichoendelea. Maisha yakarudi tena kwa mwanaume. Unaona? Kisa nini? Baba na mama. Naisi mama, sio baba. Baba kipindiko alikuwa hajabadilika. Mama huyu ndo sasa sana.
wewe inabidi tu umrudie mke wako yule kule wa nini, sijui hivi na hivi, maneno mengi yakaongeleka. Mimi sijui ili wala lile. Si unajua mitandao. Yule mwanamke akaposti kwenye mtandao, mimi ndo mke wa huyo. Nikiangalia yupo kwenye frame ya mama mmoja hivi, anashona cherani, anashona nguo. Yule mdada na mimi nilikuwa naenda nakaa, ni vitambaa, yani vitambaa vile vilivyokuwepo vyote na vijua. Unajua kwamba hapa? Najua hapa ni sehemu fulani. Na mtoto wake akawa amepiga naye picha pale. Kimwangalia, haya sawa, haina shida. Mimi nikampigia baba simu, nikamuuliza kwani? Kwa sababu kuna kitu nilikiona baina yangu mimi na mama mkwe. Nikajua tu huyu mama mkwe anipendi. Nikampigia baba simu, baba za huko safi, tukasalimiana vizuri. Nikamuuliza kwani mama Zai amefika hapo? Akasema amefika. Je, mama? Nikamwambia kuna masika nayo. Toka lini amekuja? Akasema hii ana wiki. Ila hata mimi nilimwambia mama yako huu utakuwa ugomvi. Kwa sababu haiwezekani huyu atoke huko aje kukaa hapa wakati yule mke hayupo. Unaona? Na huyu mwanaume yuko hapa. Ili neno yule kule akijua utakuwa ugomvi, lakini mama yako hakunisikiliza. Huyu amekuja kuangalia watoto wake, kumbe kuna kitu pale mama anakitengeneza. Nilisikitika sana. Nikamwambia basi, akasema mama lakini wewe acha, mimi nipo napambania. Kweli yule baba alimwambia wewe unabidi uondoke. Hapa unasubiri nini? Wewe ushaachana na huyu. Kama mtoto kuja kumwangalia, chukua watoto wako, kacheze nao likizo, warudishe ukishamaliza, sio ukae hapa. Inakuwa sio kweli, sisi tunakuweka tutaonekanaje? Mama hataki. Mwache, amekuja kuangalia watoto wake. Fresh. Basi baba, haina shida. Mimi nikatulia. Nikawa nafanya yangu huku, nimemaliza kukata ufuta, nimepeleka galani, nikamwambia mimi tayari nishamaliza. Kweli mwanaume akanitumia nauli ya kurudi kule. Nikarudi. Nimefika kule ndo naambiwa sasa, mwenzio tayari mbona washa nini? Hao walikuwa wote pamoja. Sawa. Nikimuuliza mzee anakataa. Aniambie ukweli. Ni sawa, kaisha. Mimi nikaendelea kukaa na mume wangu kibosi. Nimekaa, maisha yanaenda hivyo. Sasa siku moja kuna mdada mmoja hivi, rafiki yangu, mpangaji mwenzangu, akaniambia dada, yule mke mwenzio ana mimba ya mumeo. Anambia ana mimba Kipindi ambacho alikuja kile ndio mimba alivyoipata. Sawa, ina shida. Nikamuita mume wangu, bwana hapa nimesikia hili, yule mwanaume alinikatalia kata. Nikamwambia sasa si uongee, unaona? Wewe ongea ukweli. Hata kama jinsi ya kusamehe nifanyaje nijue. Kumbe yule mwanaume tayari kashaambiwa huyo mwanamke inabidi mumwache. Ambaye ni wewe. Ambaye ni mimi, aondoke kwao. Mimi simtaki. Mrudie mkeo. Nini shida? Mwanaume anamuuliza mama yake. Nini shida mama? Namuachaje wakati huyu ni mke wangu? Akasema huyu mwanamke muache, mimi simpendi, simtaki. Kwanza hawapendi mtoto wako, sijui alikuwa anampiga misinki, sijui akaja kuniuliza mimi, kwani mke wangu ulishawahi kumpiga mtoto wake yeye? Kwa sababu mimi nilimkuta na mtoto mmoja. Ushawahi kumpiga misinki sijui, si unajua ile hivi. Nikamwambia hapana, mimi sijawahi. Mbona unaambiwa hivyo? Haya, katika kutokupendwa mimi najua haya maneno yatatokea. Basi mimi nakaa. Lakini ulikuwa na zongo. Mwanaume akitoka anawaambiwa kabisa huyo usimwachie chochote, ili mradi aondoke kwao. Kweli yule baba mimi aniachie la kula, anaondoka. Sema pale mimi nilikuwa karibu na nyumbani, kwa hiyo wale wakawa wananiletea chakula, yani nyumbani kwetu wananiletea chakula. Mimi nakoma, nasema haya yote yataisha, tajaribu kukaa na mume wangu, nitampanga vizuri. Basi kweli mume wangu akirudi usiku, najaribu kuongea naye, lakini yule tayari alishakuwa ashakuwa na sumu mwilini. We toka, sogea, ashakuwa ametiwa sumu mwilini, unaona. Basi
Wakati huo na mimi mimba na mimba basi ya yule mtoto. Nikiangalia na mimi mjamzito. Kweli mambo yalivyoenda pale nikasema haya mambo yamezidi. Nikamfuata baba. Nikamwambia baba, kutokana na haya mambo yamezidi, basi bora mimi niondoke nyumbani. Kipindi hiko baba bado sumu haijamuingia. Akasema wewe huwezi kwenda nyumbani kwa sababu gani? Nikamwambia mimi sielewi, naona tu mambo mengi, mume wangu mara hivi. Akasema hapana mama, vumilia, mimi nitalisimamia. Sasa sijaelewa, labda alikuwa anajikaza wanaume kwamba yani asijulikane kama yeye yupo. Sijaelewa, au labda tu alikuwa bado na yeye sumu haijamuingia. Kweli tumekaa hivyo. Yani mambo hayaeleweki, mwanaume simuelewi, anatoka akiondoka siku 3 siku 4 hajarudi. Kila nikimpigia simu akipokea, bwana usinisumbue. Sawa. Lakini mimi nampenda mume wangu. Yule ni mume wangu, nampenda. Amekuoa kihalali. Amenioa kihalali na mimi nasema labda yataisha kwa sababu hajui nini yatendalo. Mimi najua nini kinaendelea. Lakini yule bado hajui yatendalo upande wangu kwa sababu si anamezeshwa sumu. Ndio. Basi ikaenda mimi mimba inakuwa, mimba mpaka imefika mimba ya miezi 7. Bado kelele. Ndugu jamaa na marafiki wa yule mama wanajaribu kukaa naye yule mama, wanamsema, mama, huyu mke wake wa kwanza alichoondokea unakijua na ni kashfa nyingi mmekashfiwa. Leo hii huyu wawe wa maana kushinda. Mbona huyu tunamuona tu mtu fresh, ana tabu na mtu mimi simtaki aondoke tu. Yaani yeye amengangania aondoke tu. Sasa mimi nikasema sasa mimi siondoki. Sio kama sitaki kuondoka, sio kama maumivu siyasikii na yasikia nalia kila siku, lakini nataka niondoke. Ila nasema siwezi kuondoka. Nataka niangalie mpaka mwisho wa namba kwa sababu huu mchezo mimi naujua unavyochezeka. Basi ikafikia hatua wakamuita yule mwanamke, wakampangia chumba wazazi na hisi na mwanaume akiwemo. Akapangiwa chumba kule alikuwa anaishi Zanzibar. Akarudishwa, akapangiwa chumba. Anaambiwa wewe inabidi ukalale na kule. Nani ambaye itakiwa aende akalale na huko? Yaani mume wangu aende akalale na kule kwa yule mwanamke kwa sababu mimba, ameweka mimba na kule. Yaani wakati huo wanawake wote nyinyi ni wajawazito. Wewe mjamzito na yeye ni mjamzito. Na mimi sielewi na siamini kama ile mimba ni ya huyu kaka kwa sababu yani siku 2 tu aseme ana mimba alafu sasa alivozaa tofauti na mahesabu nilivyopiga. Yaani ile ilikuwa kubebeshwa, alibebeshwa. Ikawaje sasa? Basi yule mwanaume alikuwa anaenda kulala. Anaenda analala ananizimia simu. Kwa shinikizo la wazazi. Kwa shinikizo la wazazi. Lakini akienda kule anaambiwa kabisa asiache hela ya kula na mimi nina mimba kubwa. Basi hivyo chakula naletewa kutoka nyumbani. Ananiletea chakula na kula. Hapo nilikuwa na mimba ya miezi 7. Chakula sasa na kinatoka nyumbani naletewa mimi. Kwa sababu nilishawaelekeza wazazi wangu. Yule baba aliambiwa usimwachie hela ya kula, huyo ataondoka tu kwao. Njaa itamkimbiza. Njaa itamkimbiza. Lakini mimi bado niliendelea kufanyaje? Kuvumilia yale yote. Nikamsimulia shemeji yangu, shemeji akasema haina shida, wewe kaa, chakula kitatoka nyumbani. Kweli. Chakula kinatoka nyumbani na kula, nikimaliza hapo najifuta na nawa maji, poti linaoshwa, linapelekwa. Kama chakula kimebaki naweka uvunguni mwa kitanda, yani naficha asikione yule, si hela niachie. Basi. Kweli. Tumekaa hivyo. Baadaye shemeji akasema chakula kitatoka kwangu, wewe utakula. Kweli kikawa chakula kinakuja pale na kula hivyo. Kila unaficha vyombo? Naficha vyombo kwa sababu nisijulikane yani. Basi. Tumekaa siku hiyo, huyo mwanamke akasema, mimi nataka vitu vyangu. Yaani nilivyoenda pale nimemkuta mwanaume aliniambia hili kabati nimenunua baada ya yule mwanamke kutoka, kabati la nguo. Kuna sofa amenunua baada ya huyo mwanamke kutoka. Pale mwanamke aliacha tu kitanda na godoro, lakini walishagawana vitu. Yule mwanamke alichukua vyake. Lakini ikaonekana siku ile yule mwanamke anakuja kuchukua vitu vyake vya ndani.
Na mimi nilivyotoka huku nilibeba vitu vyangu, baadhi ya vitu. Nikamuuliza mume wangu, ulivyonioa uliniambia hivi vitu vyote vya kwako. Leo hii anakuja mwanamke kuja kuchukua hivi vitu. Mbona sikuelewi? Akasema achana naye, mwachie tu vitu achukue. Kumbe walikuwa tayari washafunga, watoe vitu vya ndani vyote. Mimi ili niondoke nitalala wapi? Na mimba kubwa sasa hapo, mimba miezi 8. Yaani kukunyima chakula uliona haitosha, kaona watoe na kitanda na godoro ili yule atoke. Sawa, basi mimi nikasema toeni kitanda, lakini mimi siondoki. Mlima Ilulu mimi naufahamu vizuri sana. Kama nilivyokuambia, ni mlima umewakomboa mababu na mabibi zamani kwa vita za wakoloni Wangoni wa Jerumani. Wameponea sana kule polini. Sasa kule huko mbali huko unaona mlima huko mmoja. Kumbe yule sie ni mmoja. Ni vilele 6 vilivyo tofauti. Ukiwa mbali kinakutana kinakuwa kitu hiki kimoja. Hapo kumefanana. Hapa kama pale, hapo kama pale. Alafu kuna utata kwamba wewe si tuko hapa, ukifika tu kufika meta 100 urefu wa uwanja. Yaani ukiita kule mimi na kuitika, wewe unisikii.